Nataka niwaombeni sisi tulioko hapa na wote watakao tusikia, asitoke hata mtu mmoja tarehe 9 Disemba kwenda kuandamana. Ndio neno langu hapa leo. Msende kwenye maandamano. Wacheni kabisa yale maneno ambayo kuna watu wanatusemea. Siku hizi kuna ajabu, pana mtu anasema mmoja lakini anasema sisi wa Tanzania tunataka hivi. Kumbe peke yake. Wala hakuna alomtuma wala hakuna alomwagiza. Sasa hivi tatizo, kila mtu anasema, kila mtu anakaa anaita watu habari kama hawa, anakaa peke yake chumbani, sema mimi naona tamko letu ni hili. Yuko huyu anasema tamko letu ni hili, yuko peke yake chumbani na nyuma yake kuna mkewe. Ni tamko lake na mke wake kajalia ni tamko la nchi nzima. Ndugu Waislamu, hapa duniani hatujawahi kukosa katiba. Na hasa sisi ummati Muhammad tuna katiba imetoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Nani katika wale wanaotusemea tunataka katiba ambayo ikafuata Qur'ani? Yani Qur'ani ipo na haijafuatwa, tunataka maneno ya mwanadamu yaje. Sasa utaona huu kama si mpango mzuri huu. Mwingine aliniambia, "Shekhe, unasema katiba ya Mungu ni Qur'ani, lakini si mambo ya dini hayo, tunana dunia." Jamani, ni Qur'ani imeacha kitu? Qur'ani si ni dunia na akhera, sio? Anayetaka kufaulu, man kana yuridu saadata wan najaha falquranu yakfihi. Anotaka mafanikio yote akae kwenye Qur'ani, kila kitu kimo, kila kitu. Na utashangaa katiba na sheria za wanadamu ambazo zimewekwa kwa sababu kuna wasiokuwa Waislamu. Katiba zile zina tabia, zimeandika mule na sheria zao mambo yote yasiyotakiwa, au sio? Kuna mambo kama nchi hawayataki na kuna mengine wanayaridhia kwa sheria za nchi, sio?